Na mnatumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya moja kwa moja ambayo ni matangazo ya alasiri. Jina langu ni Kantona Joseph. Polisi nchini Haiti inasema watu 16 wameuawa katika shambulio la genge mwishoni mwa wiki, wakati ambapo Umoja wa Mataifa unasema kuwa huenda hadi watu 80 wameuawa. Shambulio hilo lilifanyika katika mji wa Petite Riviere, mji ulioko katikati mwa Haiti. Mwanaharakati katika eneo hilo wanasema wanachama wa genge la Grand Grif waliochoma nyumba na kusababisha vifo vya watu kadhaa, huku mashambulio zaidi yakifanyika jana Jumatatu. Mwakilishi wa mtandao wa kitaifa ulinzi wa haki ya binadamu Pierre Esperance alifahamisha waandishi wa habari wa shirika la Ufaransa la AFP kuwa washambuliaji hao walikuwa na wapiga risasi watu waliokuwa na kimbia baada ya kuchomwa kwa nyumba zao, huku wengine waliouawa kwa karibu. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amesema shambulio hilo linaonyesha wazi jinsi hali ilivyo mbaya katika taifa hilo. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas na mawaziri wengine wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wamewasili mjini Kyiv kuhudhuria kumbukumbu ya mwaka wa 4 tangu mauaji ya Bucha. Mawaziri hao wa mambo ya kigeni pia wanaonyesha uungwaji mkono wa nchi hiyo, huku ukiwa na mivutano ndani ya Umoja wa Ulaya kuhusiana na msaada wa Ukraine. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ukraine Andrii Sybiha amesema uwepo wa ujumbe huo wa Umoja wa Ulaya unaonyesha kuwa ni lazima haki ipatikane kwa ukatili uliofanywa na Urusi. Vikosi vya Urusi miaka 4 iliyopita viliwaua zaidi ya watu 400 katika mji huo ulio kilomita 25 kutoka Kyiv. Urusi ilikanusha kwamba vikosi vyake vilifanya mauaji hayo, ikidai kuwa Ukraine ilibuni tukio hilo. Bunge la Israeli limepitisha sheria inayoweka adhabu ya kifo kwa kunyongwa kama hukumu ya msingi kwa Palestina wanaopatikana na hatia ya kufanya mashambulio ya kuua katika mahakama za kijeshi. Hatua hiyo ilitimiza ahadi ya washirika wa mrengo mkali wa kulia wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, kwa mujibu wa sheria hiyo, adhabu hiyo itatumika tu kwa Waisraeli watakaopatikana na hatia ya mauaji ikiwa mashambulio yao yalilenga kuangamiza uwepo wa Israel, jambo ambalo wakosoaji wanasema linaifanya sheria hiyo kuwalenga zaidi wa Palestina kuliko Wayahudi wa Israeli wanaotenda uhalifu kama huo. Sheria hiyo imekosolewa kimataifa, huku Israel tayari ikiwa chini ya uangalizi mkali kutokana na kuongezeka kwa vurugu za walowezi wa Kiyahudi dhidi ya Wapalestina katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa na kwa mabavu, pamoja na vita vinavyoendelea huko Gaza. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kukiharibu kabisa kituo kikuu cha mafuta cha Iran cha kisiwa cha Kag pamoja na viwanda vya umeme na kusafisha maji iwapo Tehran haitakubali kufikia makubaliano. Trump ametoa kitisho hicho licha ya kusema kuwa juhudi za kidiplomasia zinapiga hatua. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye ndiye mshirika wa Trump katika mashambulio hayo, amesema zaidi ya nusu ya malengo ya kijeshi lake yametimizwa, huku viongozi wote wawili wakikataa kutoa muda ambao operesheni hiyo iliyosababisha vita vya kikanda na bei za mafuta kupanda itakapokwisha. Hayo yakiarifiwa, mashambulio ya Marekani na Israel Jumanne hii yamesababisha uharibifu katika eneo la kidini la Waislamu wa Kishia kaskazini magharibi mwa Iran. Vyombo vya habari nchini Iran vimeripoti kuwa jengo la Grand Hussein ambalo ni ukumbi unaotumiwa
kwa mikusanyiko na shughuli za maombolezo za Washia limeharibiwa kufuatia mashambulio katika mji wa Zanjan. Kwingineko, waandishi wa habari wa shirika la AFP wameripoti milipuko hii leo huko Dubai, huku Saudi Arabia ikisema watu wawili wamejeruhiwa kusini mashariki mwa Riyadh kufuatia kuzuiliwa kwa shambulizi la droni. Unaendelea kupokea matangazo haya ya alasiri kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Na habari zingine ni kwamba shirika la ndege la Korea Kusini kuanza kupunguza gharama za mafuta licha ya kupanda kwa bei. Jumanne kuwa wataanza kutekeleza hatua za ndani za kupunguza gharama ili kudhibiti fedha zao na kuhakikisha udhibiti wa kampuni licha ya kupanda kwa bei ya mafuta na hali ya uchumi wa dunia isiyo na uhakika. Tangu vita vya Iran vilipoanza tarehe 28 Februari, mafuta ghafi ya Brent yamepanda kwa zaidi ya 10% hadi kufikia zaidi ya dola 110 kwa pipa, hali iliyosababisha gharama za mafuta ya ndege kupanda kwa kasi. Makamu mwenyekiti Wong King-hoo aliwaambia wafanyakazi kuwa tunapanga kuhamia mfumo wa usimamizi wa dharura mwezi Aprili ili kujiandaa na kupanda kwa gharama kunakosababishwa na ongezeko la gharama za mafuta. Shirika hilo litatekeleza ufanisi wa matumizi katika ngazi ya kampuni nzima kupitia hatua zitakazozingatia bei ya mafuta, alisema Woo. Aliongeza kuwa hatua hizi si tu mpango wa muda mfupi wa kupunguza gharama, bali ni fursa ya kuimarisha msingi wa muundo wa kampuni. Korea Kusini iko katika hatua kubwa ya kuathiriwa na usumbufu wa upatikanaji wa nishati kutoka Mashariki ya Kati, kwani inategemea sana mafuta na gesi kutoka eneo la Ghuba. Shirika la pili kwa ukubwa nchini humo, Asiana Airlines, pamoja na shirika la ndege la gharama nafuu Busan Air, pia yameingia katika hali ya usimamizi wa dharura. Mashirika yote matatu yanamilikiwa na kampuni kubwa ya Korea Kusini, Hanjin Group. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za chama cha kimataifa cha usafiri wa anga, bei ya wastani ya mafuta ya ndege ilipanda hadi karibu dola 200, sawa na euro 151.45 kwa pipa tarehe 20 Machi, ikiwa ni zaidi ya mara mbili ilivyokuwa mwezi Februari. Katika biashara za Asia Jumanne, bei za nishati zilipanda kidogo, ambapo mafuta ghafi ya Brent yaliongezeka kwa 0.3 hadi zaidi kidogo ya dola 113 kwa pipa. Bei ya mafuta yanayouzwa nchini Marekani iliongezeka kwa 0.2 hadi dola 103. Siku ya Jumatatu ilifunga juu ya dola 100 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu mzozo huu uanze. Mimi ni Bahati Limo. Asante sana Bahati Limo katika hatua hiyo ambapo na zidi kusonga mbele kwenye taarifa hii ya habari. Matangazo haya ya alasiri kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Wanajeshi 4 wa Israel wameuawa katika mapambano na Hezbollah kusini mwa Lebanon. 4 wa Israel wameuawa na wengine 2 kujeruhiwa katika mapambano na wapiganaji wa Hezbollah kusini mwa Lebanon, jeshi la Israel IDF limetangaza. Kwa mujibu wa IDF, wanajeshi 3 waliotajwa kwa majina ni Captain Noam Madmoni mwenye umri wa miaka 22 kutoka Sderot, Sergeant Ben Cohen miaka 21 kutoka Lehavim na Sergeant Maxim Entis miaka 21 kutoka Bat Yam. Jina la askari mwingine wa 4 limetajwa baadaye, ambaye ni Staff Sergeant Gilad Herol mwenye miaka 21. Wote walikuwa wanahudumu katika kikosi cha upelelezi cha brigedi ya Nahal. Jeshi hilo liliongeza kuwa askari mmoja amejeruhiwa vibaya, huku mwanajeshi wa akiba akipata majeraha ya wastani katika tukio hilo. Uchunguzi wa awali wa IDF unaonyesha kuwa mapambano hayo yalitokea majira saa 12:30 jioni katika eneo la kusini magharibi mwa Lebanon wakati wa operesheni ya kijeshi. Wanajeshi wa kikosi cha upelelezi cha Nahal waliripotiwa kubaini kundi la wapiganaji wa Hezbollah na kuingia katika mapigano ya karibu. Kwa mujibu wa uchunguzi huo, wanajeshi wa Israel waliwajeruhi baadhi ya wapiganaji wa Hezbollah. Hata hivyo, wakati wakijaribu kuwaondoa majeruhi kutoka eneo la mapigano, wapiganaji wa Hezbollah walirusha kombora la kupambana na vifaru kuelekea wanajeshi hao, lakini halikusababisha majeruhi zaidi. IDF ilisema ilijibu mashambulizi hayo kwa kurusha makombora vifaru na kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya wapiganaji wa Hezbollah katika eneo hilo. Aya,
anazidi kusonga mbele katika matangazo haya ya mbashara, ambapo ni ya alasiri, ambapo katika hatua hii msikilizaji ni kwamba habari zingine ni kwamba ukituma picha au video kwa Israel na Marekani, adhabu ni kifo kule Iran. Wa mahakama ya Iran Asghar Jahangiri ameonya kuwa mtu yeyote atakayetoa taarifa kwa Marekani au Israel anaweza kukabiliwa na adhabu ya kifo chini ya sheria za ujasusi za nchi hiyo. Katika taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vya Iran, Jahangiri alisema sheria kali ya ujasusi iliyopitishwa Oktoba mwaka jana inaharamisha kutuma picha au video kwa serikali zinazochukuliwa kuwa adui. Alisema hatua hiyo inaweza kusababisha kutaifishwa kwa mali zote pamoja na adhabu ya kifo. Jahangiri alieleza kuwa picha zinazopigwa katika maeneo yaliyoharibiwa zinaweza kuwasaidia wapinzani kutathmini kama shabaha zao zimepigwa kwa usahihi. Aliongeza kuwa kutoa taarifa hizo ni sawa na kushirikiana na adui katika masuala ya kijasusi. Onyo hilo linakuja wakati mamlaka za Iran zimeripotiwa kuwakamata watu wawili wanaotuhumiwa kutuma taarifa kwa Marekani na Israel. Pia watu wawili wengine waliripotiwa kunyongwa kwa madai ya kushiriki katika shughuli za upinzani. Ndio hali ambayo inajitokeza katika taifa hilo la Kiislamu, ambapo yote ambaye atatuma taarifa yote ile, basi wasema kwamba adhabu yake ni kifo. Na kwingineko ni kwamba katika mashindano ambayo shabiki Patrice Lumumba anyima visa ya kuingia Mexico kuipa nguvu Kongo wanaocheza Jumanne hii kule Jamaika. Taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DR Kongo inakabiliwa na mtihani mgumu Jumanne ya leo Machi 31 itakapocheza na timu ya taifa ya Jamaica katika uwanja wa Stadio Akron uliopo Zapopan, Mexico, kwenye mechi mtoano ya mabara Intercontinental Playoff kuwania tiketi ya kushiriki kombe la dunia kwa mwaka huu. Mchezo huo ni wa kihistoria kwa DR Kongo ambayo haijawahi kushiriki kombe la dunia tangu mwaka 1974 waliposhiriki kwa mara ya kwanza wakiwa wanajulikana kama Zaire. Ushindi dhidi ya Jamaica utahakikisha nafasi ya kurejea kwenye michuano hiyo mikubwa duniani kwa mara ya kwanza baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Hata hivyo, wakati mashabiki wakijiandaa kushuhudia pambano hilo muhimu, mmoja wa mashabiki maarufu wa taifa hilo, Michael Kukambolandinga, maarufu kama Lumumba VEA, hata kuwepo uwanjani kuisapoti timu yake. Lumumba alipata maarufu mkubwa wakati wa AFCON kwa mwaka 2025 na 26 baada ya kuigiza kwa ustadi sanamu ya shujaa wa uhuru wa Kongo Patrice Lumumba, hali iliyomfanya kuvutia macho vyombo vya habari na mashabiki wengi wa soka barani Afrika. Tangu hapo amekuwa akitambulika kama mascot wa timu ya taifa ya DR Congo kutokana na namna anavyohamasisha timu na mashabiki. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, Lumumba VEA ameshindwa kusafiri kuelekea Mexico baada ya kunyimwa visa licha kufanya juhudi kadhaa, ikiwemo kujaribu kuipata nchini Kenya bila mafanikio. Alirejea Kongo siku ya Jumapili baada ya jaribio lake la mwisho kushindikana. Inaelezwa kuwa alishauriwa kujaribu tena nchini Ethiopia ambako ingewezekana kupata msaada wa haraka kupitia watu wenye ushawishi, lakini hata hivyo mchakato wa visa ungechukua angalau siku moja, ukizingatia muda mrefu wa kusafiri kuelekea Mexico. Kati ya saa 18 hadi 30 ilikuwa wazi kuwa singefanikiwa kuwahi mechi hiyo kwa wakati. Kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Lumumba VEA alionyesha moyo wa uzalendo licha kukosa nafasi ya kuhudhuria mechi hiyo live, akisema, "Twende ili tusafiri. Mwenyezi Mungu atujalie bahati ili safari hii sio ya bure na iweze kusaidia kuandika ukurasa mpya katika historia ya nchi yetu." Kwa upande wa maandalizi ya timu ya taifa ya DR Congo inaingia katika mechi hiyo ikiwa na morali kubwa baada ya kuonesha kiwango kizuri katika michuano hivi karibuni ya Afrika, huku Jamaica pia ikiwa na kikosi imara chenye wachezaji wanaocheza ligi kubwa barani Ulaya. Mechi hiyo inatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku mshindi akipata nafasi ya kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2026 litakalofanyika katika nchi tatu: Marekani, Canada na Mexico. Ni matangazo yetu ya alasiri msikilizaji, ambapo basi niruhusu nikakuletee kiziba mkonga cha siku ya leo.
Katika kiziba mkonga cha sasa, msikilizaji, ni kwamba mwenzio sahihi atakupenda hata baada ya kujua kasoro zako zote. Mwenzio mbaya atakukashifu hata kama utakuwa umefanya bidii yako yote. Leo kila wakati mimi husema tupo ulimwenguni, tutakumbana na malimwengu na tunakutana na walimwengu. Mwenzio sahihi atakupenda hata baada ya kujua kasoro zako zote. Atakusitiri hata baada ya kujua udhaifu wako. Atasimama na wewe wakati ambapo uko kwenye shida na mateso. Huo ndio upendo wa dhati. Hata kukimbia wakati ambapo uko kwenye matatizo. Atasimama na wewe wakati ambapo kipindi chako cha majaribu. Lakini asiyekuwa wa dhati atakimbia kipindi hicho cha mtihani mgumu wa maisha yako. Mwenzio mbaya atakukashifu hata kama utakuwa umefanya bidii yako yote. Hivi ndivyo ilivyo kwa wenza wetu. Na hicho kiziba mkonga cha sasa. Yamekuwa ni matangazo yetu ya alasiri. Naitwa Kantona Joseph. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Ukweli na burudani.